Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeeleza kuwa ina dhamira ya dhati kuzuia na kutokomeza matumizi ya bandari bubu ili kuimarisha usalama wa mipaka ya bahari, kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha shughuli zote za usafirishaji zinafanyika kwa kufuata sheria na taratibu zilizowekwa. Hayo yamesemwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa katika kisiwa cha Tumbatu, wilaya ya Kaskazini A, ikiwa ni katika mwendelezo wa ziara yake inayojumuisha jimbo kwa jimbo, ikiwa na lengo la kusikiliza changamoto za wananchi hao. Sasa wakati mwingine tunapofanya haya kuzuia usafiri wa kiholela huwa mara nyingi tunatizama vitu vingi, si tu watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini watoto wetu. Leo nilikuja wakati ule mie mkuu wa mkoa hapa, nikaja nikakaimu, sijui nikazungumziwa, nikaamba Tumbatu, nikamwambia rais, watu wakacheka hapa, nikamwambia Mheshimiwa, Tumbatu kumkuta mtoto anavuta bangi huku utashangaa. Ni kisehemu ambayo watoto wamelelewa na maadili. Leo tukiruhusu staili hii, nyunga zitapita hapo, makokeni, mahadarati hayo yatapita hapo, lakini pia silaha kinyume na utaratibu zinapita humu kwenye maeneo kama haya. Sasa lazima na serikali nayo iwe macho. Kwa hiyo haina nia mbaya serikali inapowazuia watu katika kusafiri kwenye mifumo hii, ni kwa sababu tu ya kuepusha mambo ambayo yana maslahi mapana ya watu. Mwenyezi Mungu akinusuru kisiwa hiki. Aidha, Mheshimiwa Kitwana amewataka wananchi wote wanaojishughulisha na shughuli za uvuvi wanazingatia uvuvi unaokubalika kisheria na kutumia mbinu pamoja na vifaa vilivyokubalika. Hatua hiyo inalenga kuhifadhi rasilimali za bahari, kulinda mazingira ya baharini na kuhakikisha sekta ya uvuvi inaendelea kuwa chanzo cha maendeleo kwa ajira na kipato kwa wananchi. Sasa si mambo ya kujaribu kuiona kwamba serikali na kuonea, ni kwa usalama wetu. Sasa tutafute njia bora hizo alizozisema, tutaona namna gani Kwa hiyo wakati mwingine boti mtu anajaza kwa sababu ya pesa tu, analijaza, manake unaona hayo maji yenyewe yashaanza kufika huko. Sasa hili nimeona liseme kwa msisitizo na ushuhuda wa mambo mengi kwenye suala la usalama wetu. Bado tunasisitiza usafiri uwe salama, lakini uvuvi pia uwe ule ambao unakubalika kwa maslahi ya vizazi vyetu. Bahati nzuri na mie mwenzenu, mtoto wenu, kijana wenu, ukizungumza uvuvi, nishavua kwa mshipi na utari, nishavua kwa nyavu, nishazamia kwa kioo. Yani unachotaka mie kwa baharini nataka. Na wengine alhamdulillah, rafiki zangu wapo, walikuwa wakitaka wakapate samaki lazima nichukue mie, wanasema Sharifu. Tunakwenda tunapiga una macho, tunarudi. Waulizeni jamaa zangu Wanungwi, wapo. Maana mpaka juzi nakwenda anambia, bwana bado mbungo upo. Nishasahau tena mambo ya ubungo sasa hivi. Lakini nini? Ni kwa sababu wazee wetu walikuwa wakati ule wanavua samaki wazuri, tunapata, na sisi vijana leo tumepata siha na afya. Wazee wangu, ndugu zangu, vizazi vya leo, tuendeleze kuweka mazingira mazuri katika ufugaji wa nini, kwa maana ya kutunza mazingira yetu. Na sisi kama serikali, na yale maombi mliyosema, basi na sisi tutafanyia kazi ili tuone Tumbatu yetu hii bado inabaki katika mazingira mazuri. Nilimsifu hapa mwakilishi na wazee toka naingia, naambia wazee, Tumbatu pamoja kuwa ina maendeleo, lakini kijani kimenawiri.